Anaitwa Melina. Bibie, babaye, bibie. Karibuni wazazi. Uko salama? Amen. Amen. Hebu tangazeni maiki nyingine. Tangazeni maiki nyingine. Ile nyingine iko wapi? Wapi anda? Watindaka. Poleni. Sasa mimi nimeongea nini? Ile nimeongea. Nasemaje? Basi hata basi iko sawa. Nasemaje? Wewe nataka nikusalimie na tunakuwa zote leo. Leteni maiki kwa huyu asalimie kanisa. Hebu salimia kanisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asifiwe sana. Poleni sana. Kwani tumefanyika sana kwa hatujafanyika chochote. Pole wewe, maana ulikuwa unaonekana umetekwa na shetani. Sasa sisi unasema sisi ni wabarikiwa. Pole wewe. Okay, sawa. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante sana. Majisikiaje sasa? Paka hivi. Majisikiaje umepewa mtoto? Amkulika. Kwani umetupatia maiki ya beti? Naitwa Beni bwana. Naipita na huko. Mkurinyi pamoja. Haya. Hiyo iko sawa. Haya, ongea. Nasema unasikiaje sasa umeletewa mgeni? Nashukuru. Nasikia. Hebu muulize ilikuwa kazi rahisi kukuletea mgeni. Muulize kama ilikuwa rahisi na mimi nikatafute. Aliambia kwamba ilikuwa rahisi. Ilikuwa rahisi. Mpatie. Sinasikia alikuja tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwani huwa ni kazi ngumu, si kazi rahisi. Bwana asifiwe. Kama vile mwanzo huwa ni rahisi, pia basi ndio rahisi. Yesu asifiwe. Sasa ndio ina raha. Hata kama uko kanisani unaimba kwaya, naimba sifa, mwisho worship utamaliza. Bwana asifiwe. Amen. Ni kazi nzuri sana. Wangapi wanasema ni rahisi? Hata hakuna aliyeinua mkono hata mmoja. Kwa hivyo haukupatia shida mtu yoyote wewe? Sijapatia mtu shida. Kwa kuwa ni changamoto za hapa na pale. Sasa zipi na kulikuwa rahisi? Huwa kuna changamoto fulani, lakini wakati ukifika huwa ni rahisi. Sasa sawa, kama kwako ilikuwa rahisi, Beni basi kwako wewe lete mwingine haraka haraka. Mwingine faster. Sikulini rahisi mwaka huu. Sasa anasema ya nini tena na ni rahisi. Si ndio? Alete sahihi. Hakuna kupanga uzazi. Nitakuleta. Si sawa? Akuletee sawa mwaka ujao. Kila mwaka. Amen. Haleluya. Mungu awabariki. Hizo zinaitwa drums za church. Lazima ukija ukifika uchokone wewe kama umepeza kitambo. Yes. Anaitwa nani huyu baby girl?
Jenta. Anaitwa Jenta. Amen. Wewe, hata anasema karibu kunipigia. Wamama kasirikeni. Wamama kasirikeni. Kasirikeni wamama, leteni watoto. Ujaze kanisa hili. Ujaze hii kanisa. Amen. So anaitwa Jenta. Amen. Anaitwa Gentleman. Mungu ni wa baraka. Situmupokee vizuri. Situmupokee vizuri. Ama kulikuwa na lolote la kusema, sisi tunataka kuomba. Kuna mengine? Uko sawa kabisa. Ngine ni kushukuru tu kwa umoja wenu wa mama, maombi ya kanisani. Mpaka leo nimerudi tena hapa. Sio kwa nguvu zangu, ni Mungu na maombi yenu. Hivyo ndivyo unasikia kanisa linafanya nini? Linaongezeka. Naona hawa wanaoletwa leo, Mungu akipenda huko siku nyingine, wakati itakuwa hata kutembea ni shida, hao ndio watakuwa na chapa injili na wanasema huyu ndio baba. Mimi sitawahi kuitwa babu. Hata nikizeeka, hata wewe utaniita baba, watoto wako wataniita baba. Kwa hivyo mimi nahesabu idadi ya washirika wanafanya nini? Tena wazuri wa kuzaliwa Yerusalemu. Uwezi wangoa hiyo kama vile unangolewa hapo. Uwezi wangoa, nakwambia mimi niliunganishwa na hii baba. Wewe ngolewa tu kama mchicha. Leo hiyo umekatwa, yaani unajua kwa kanisani unakaa kama mchicha. Mwingine ambaye unaofahamu. Leo unakatwa hivi. Unakatwa, yaani kukatwa ni kule kusikia maneno ya kuvunjika moyo. Alafu mwingine anakuja kusema, sasa mnamkatakata tu Mungu. Sasa unatolewa. Au utaenda kutupwa wapi? Na mahali utatupwa hautamea. Roho unang'olewa mahali ambapo unaenda kutupwa mahali hakuna mvua, unakauka. Unanyauka. Angalia Jenta sasa ameletwa mwingine Jenta. Jenta, wacha nikuombee Jenta. Haya. Wazazi. Kumbe mnajua kazi yenu. Unajua kazi yenu. Hiyo mkono ni wa nini? Unabariki kweli? Jaribu kulani uone. Ukufe hata ukifika nyumbani. Atakaye kulani afanye nini? Sasa wewe jaribu uone. Na nawaangalia kweli. Huyu ni Jenta kweli. Jenta yuko hivyo kabisa. Acha tuombe. Mtoto mbona ni mjanja hivi lakini? Mbona mtoto ni mjanja hivi? Macho kama ya beni. Acha tumuombe. Asante kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu Baba. Umetubariki na baraka kubwa. Bwana wangu, ninamwombea mtoto huyu kwa maana ufalme wa Mungu ulifananishwa na wao. Tunamleta mbele zako. Angalia Baba, kanisa lote nimeelekeza mikono huku na mioyo yao. Bwana, mubariki mtoto huyu. Basi vile anavyobarikiwa ni wengi, wakubwa kwa wadogo. Baba, akawe ni mtoto wa baraka. Mtoto huyu akapendwe na watu wengi kama vile Yesu alivyopendwa na watu wengi. Baba, akalete baraka kubwa katika ile nyumba. Babake na mamake watafutapo kwa ajili ya mtoto huyu wasikose, wasiwahi kukosa chakula wala mavazi, chochote kinachohitajika kwa ile nyumba. Baba, vikazidi, kwa maana ile nyumba imezidi familia. Ninaomba Baba yangu, mtoto huyu Baba, si kwamba ninamwombea hapa ya kwamba Bwana akawe mtoto wa kawaida, no, akawe mtoto wa kujulikana mataifa yote. Ninamwombea ukuwe na yeye tangu utoto wake hadi ujana wake hadi uzee wake, mataifa yote akamjue kwa sifa nzuri. Bwana,
katende mambo ya ajabu Baba, na vile vile akiwa mtoto mdogo mwekee ulinzi usiku na mchana, umuondolee kila maroho zote na madhabahu zote za kina babu na za kina nyanya, asiandamwe na hiyo madhabahu, bali akaandamwe na madhabahu ya Yesu Kristo itakayomlinda na kumupa afya na ulinzi. Bwana, akakuwe kwa ukuaji mzuri, akawe na afya nzuri katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuitanisha na hii madhabahu, utamupigania usiku na mchana. Wale wachawi wanaozunguka usiku, wa mawanga wanaotaka kuchukua nyota za watoto wetu, wanaotaka kuchukua nguvu za watoto wetu, hawatamuona kabisa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Baba, tunakubariki kama vile ulivyosema kwamba Baba, yoyote atakaye kubariki akaweze kubarikiwa, na yoyote atakaye mulani mtoto huyu akaweze kulaniwa. Atakaye muangalia na macho mabaya, Baba, yamrudie mwenyewe. Atakaye mnyoshea kidole kibaya, Baba, jinyoshee mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana mtoto huyu sasa tunamweka mikononi mwako. Baba, kila aliye mikononi mwako, shetani hawezi kukaribia, mapepo hawezi kukaribia, maana anakuwa na ulinzi na anakuwa na ukuaji wa Roho Mtakatifu. Asante Bwana, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Hakika Baba, kuna maroho yanayoandama watoto wadogo, wanaandama na magonjwa. Huyu hatawahi kuandama na hizo magonjwa, hatawahi kabisa. Tumekataa, maana yuko katika mikononi mwako. Asante mwaminifu. Asante Baba. Kuna watu watakuja kumbariki na vitu. Kuna watu ambao Bwana wamejiandaa kabisa. Wengine wanambariki na fedha, wengine wanambariki na vitu vilivyonunuliwa. Wacha Bwana wanapoenda kumtolea Baba, hata wao mtoto huyu ambaye hajawahi kukosana na mtu, bado katika umri wake bado yeye ni genius. Wacha Baba wakabariki wale wanaoenda kubariki wakaweze kubarikiwa. Baba, milango yao ikafunguke na baraka zikajae katika jina lako Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini. Amen. Kwa nini umenipenda? Una kadogo kazuri. Si yule ambaye wewe ni mdomo mzuri. Mungu akubariki. So, sawa. Haya. So unajua nikisimama hapa kazi yangu ni gani? Niletee ile baraka yangu. Baba, hii ni shukrani ya mtoto, na ni kawaida hata kwa Yesu alipopelekwa na mamaye. Baba, kuna ile sadaka alikuwa amebebewa. Tumeipokea sadaka hii ya mtoto huyu ya kumuitanisha na baba, na vile vile na shukrani kwa Baba umetuletea mwanadamu mwingine ambaye sasa tumemwokokesha na yuko mikononi mwako. Ninajua Bwana utaenda kumfunika na damu yako siku zote za maisha yake, na sadaka hii ni kwa ajili yake. Baba, ukamuongoze na kumulinda mamake, asiwahi kukosa maziwa katika matiti yake, na hiyo matiti yakawe ni tiba ya huyu mtoto na afya kwa huyu mtoto, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ukashike pesa, unaona hii mikono, ukashike pesa, yani pesa ukao andike makontrakti ya maofisi, waandike watu kazi wakuje kukuuliza. Shika pesa hiyo mikono na makalamu mazuri. Tunaomba mtoto huyu ameshika kweli. Nataka kuachilia watoto wa siku hizi kumpatia pesa atume. Atikula. Wote wale watu wanakula pesa ile, chakula kununua si pesa. Kula, lakini muangalie tu asiweke mdomoni, maana inasumu. Inasumu. Haya. Yangu nimebarikiwa na mimi nimembariki. Tumeenda draw. Mbona vile mmefanya? Ama? Leteni zile zenu. Mimi mama. Unainuka haraka, tunasipoteze wakati. Kama kuna mtu kiboko, tulieni ni mama. Umeangusha.
Wacha wamalize alafu wakwaya nao waliokuwa wamejipanga. Wanaume wamepewa kazi ngumu, lakini si kama kazi ya leo. Kweli kabisa. Wanaume wanaweza kuumia, lakini si kama uchungu wa mwana. Kabisa. Wanaume wana nguvu sana, lakini hawawezi kubeba mimba. Kabisa. Wanaume wanaweza kutunza pesa, lakini sio mtoto. Wanaume ukimwachia watoto utakutana baba. Mwanamke ukimwachia watoto sawa sawa sawa. Haya, duniani. Sasa naona wamama wamebeba beseni, wamebeba mapochopocho. Haya, kujeni. Wewe na ama Yerusalemu, yaani usipoonekana kwa kitabu cha wamama, shauri yako. Nyinyi nawaita mahali nyinyi. Haya, twendete. Haya. Usichanganye na pesa zako. Haya, nija hilo beseni. Kila kekeni. Sawa, sawa kabisa jamani. Mama. Mama ni kipenzi cha roho. Wanaume wamepewa kazi ngumu, lakini si kama kazi ya leo. Wanaume wanaweza kuumia, lakini si kama uchungu wa mwana. Kabisa. Wanaume wana nguvu sana, lakini hawawezi kubeba mimba. Wanaume wanaweza kutunza pesa. Haya. Sasa kwani kuna mtu ni msichana hapa anatamani kuzaa sasa hivi hana bwana? Unajua unanitangaza wewe. Nimeona hiyo anga hiyo. Kuna mtu anasema wewe bado. Tulia, usiwe na moto, tazama. So piga hiyo picha yako.